Mwanamke aliyewahi kufanya mambo haya matano hawezi kutulia ndani ya ndoa. Haijalishi utaombea ndoa, haijalishi utaenda kwa waganga. Ni muhimu sana kujua kwamba kama mwanamke alishawahi kufanya mambo haya matano hawezi kutulia ndani ya ndoa, yaani hawezi kutochepuka. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba kuna mambo matano ambayo mwanamke kama aisha kuyafanya ni mambo ambayo yanadhihirisha kwamba huyo mwanamke hawezi kutulia ndani ya ndoa kamwe. Jambo la kwanza ni kutatuliwa marinda. Kama mwanamke alishawahi kufanya hili jambo, yaani la kutatuliwa marinda, hata kama wewe ni mpenzi wa kula kisamvu, fahamu kabisa kwamba hata kama utakuwa unamla, fahamu kwamba wewe sio ndiye ulimtatua marinda. Kwa hiyo ni ngumu sana huyo mwanamke kutulia ndani ya ndoa. Kwa hiyo ni mojawapo ya jambo ambalo kama mwanamke alishakulifanya huwa ni ngumu sana kutulia ndani ya ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu hilo jambo. Na pia jambo la pili, kusagana. Kama mwanamke alishawahi kusagana, ni ngumu sana kutulia ndani ya ndoa, atakuwa anasagana na wanawake wenzake. Kwa hiyo ni mojawapo ya jambo ambalo kama mwanamke amelizoea au alishakulifanya, ni mojawapo ya jambo ambalo mwanamke hawezi kutulia ndani ya ndoa. Na pia jambo lingine, kufanya mapenzi na wanaume wawili kwa wakati mmoja au zaidi. Kama mwanamke alishakufanya hili jambo, yaani la kufanya mapenzi na wanaume wawili kwa wakati mmoja, ni mojawapo ya jambo ambalo inadhibitisha kwamba huyu mwanamke hawezi kutulia ndani ya ndoa, yaani ni ngumu sana. Na pia jambo la nne ni jambo la kufanya mapenzi, yaani akiwa na wanawake wenzake kwa mwanaume mmoja. Kama mwanamke alishakufanya hili jambo, ni mojawapo ya jambo ambalo linadhibitisha kwamba huyu mwanamke hawezi kutulia ndani ya ndoa. Na pia jambo la mwisho kabisa ni kufanya mapenzi na wanaume, yaani zaidi ya moja kwa siku moja. Unaweza kukuta mwanamke anafanya mapenzi, yaani sasa hivi mfano na Isaac, alafu baadaye akafanya mapenzi na Kanyankole. Hii ni mojawapo ya jambo kama mwanamke ashakulifanya hawezi kutulia ndani ya ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba kuna mambo matano ambayo mwanamke kama ashakuyafanya ni mambo ambayo yanamfanya asiweze kutulia ndani ya ndoa, yaani ni ngumu sana kutochepuka ndani ya ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu kwamba haya ndio mambo matano ambayo huwa yanafanya wanawake kutotulia ndani ya ndoa kama ashakuyafanya. Nikumbushe, kama unahitaji kuweza kuingia kwenye mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi, hakikisha unapata kitabu hiki. Kitabu hiki kinauzwa shilingi 15,000. Kama upo WhatsApp utanicheki, utakipata kwa shilingi 10,000. Lakini pia unaweza kupata hii dawa. Dawa hii inauzwa shilingi 10,000. Dawa hii inasaidia kwa wale ambao wana upungufu wa nguvu za kiume au kwa wale wanawake ambao wana tatizo la kukosa hisia. Dawa hii ni muhimu sana kuweza kuipata. Ni shilingi 10,000. Cheki WhatsApp uweze kupata hii dawa. Asante, naitwa Isaac Kanyankole.